wengine. Wasomali ni Wakenya, sio Wakenya. Huu mji wa Garissa, nyinyi kama jamii ya Wasomali mmekubali kuishi na Wakenya wengine kama ndugu na dada, na hambagui Wakenya wengine. Kiongozi yeyote anayekuja kubagua watu kwa msingi wa ukabila, huyo ni adui ya Kenya na ni adui ya dunia mzima. Kama iko watu watashusha hadhi ya passport ya Kenya, sio Wasomali kupata kitambulisho, sio Wasomali kupata passport ya Kenya, wale wanashusha heshima ya nchi ya Kenya ni wewe ukiwa kiongozi mwenye akili ndogo kwenda huko nje, kwenda kwa runinga kuongea mambo chafu ya kubagua Wakenya wengine na kuharibu jina la nchi ya Kenya. Wewe ndiye mwenye akili ndogo, wewe ndiye unashusha hadhi ya passport na heshima ya Kenya kwa dunia mzima. Si mnaona wakienda dunia wanaenda kuongea mambo chafu? Wakiwa hapa wakienda kwa runinga, si mliwaona wakienda Marekani, maneno inatoka kwa mdomo, maneno chafu. Si mliwaona? Si mnaona wakienda kwa runinga, badala uambie Wakenya agenda yako ya Wakenya ni agenda gani, unaenda kuongelea viongozi wengine, kusema sijui Kithure Kindiki ni mrefu, sijui amenona, sijui Ishong'o yako na meno chafu, na wewe hujajiangalia meno yako nani? Hiyo mambo ya ukabila na mambo ya kuongelea viongozi wengine hakuna mahali itakupeleka. Kama unataka kuwa kiongozi, kuja Garissa, ambia Wakenya wenye wako Garissa, uambie wote waishi kwa amani kama ndugu na dada wa nchi moja. Usibague ati huyu ni Msomali, huyu ni Mkikuyu. Nimeona Wakikuyu wako hapa, kina Wanjiko na Njoroge, si nimewaona hapa? Si mnaishi na wao kwa amani? Sasa mtu akija waambia sijui watu ya nyumba. Watu ya nyumba ni sisi wote, nyumba moja ya Kenya. Sisi wote ni nyumba moja, kweli si kweli? Na tusikubali kiongozi yeyote aje hapa Garissa atubague kwa misingi ya ukabila, atuletee siasa za chuki, siasa za uchochezi na siasa za migawanyiko. Tuishi kwa amani. Wakati wa kupiga kura ukifika, tuangalie kila kiongozi na kazi ambayo ametufanyia. Si naibu wa rais amesema ile kazi wanafanya na rais? Wale wa matusi, siasa ikifika muwape matusi yao, si ni kweli? Wale wa kazi kama William Ruto na Kithure Kindiki, muwarudishe kazi, waendelee mambo ya tu. Hii 2 term sisi tunawaambia. Hatuwaambii 2 term ati sababu wengine wanasema 1 term. Tunawaambia 2 term ili mwananchi aliye Garissa, mwananchi Msomali apate kitambulisho kama Wakenya wale wengine walioko kwenye wako wanapata kitambulisho. Tunawaambia 2 term kurudisha hadhi na heshima ya Wakenya wote. Yule mama mboga alikuwa anauzia kando ya barabara, tukamwambia tutafanya bottom up, tumjengee soko mpya na tumpe pesa ya kufanya biashara. Yule kijana wa bodaboda tuliambia bottom up, turudishe heshima yake, tumpatie pesa aweze kuboresha biashara yake ya bodaboda na apanue biashara, pia aingie kwa soko, awe na stall kwa soko yenye inajengwa. Tunasema mambo ya 2 term, zile barabara naibu wa rais ametaja hapa zijengwe, zikamilike, muweze kueneza biashara zenyu kati ya towns zetu zote za Kenya. Ukiwa na biashara kama ni ya ngamia ama ni ya ng'ombe, unaweza kusafirisha nyama yako kutoka hapa kwenda Nairobi na hata kuipeleka ng'ambo, sababu barabara ziko safi. Kweli si kweli? Tuendelee tusiendelee? Wale watu wa matusi tuwaambie nini? Ati wakuja Garissa? Mnataka wakuje? Walete matusi, walete chuki, walete ukabila. Tuseme ukabila ushindwe, na yule mkabila pia ashindwe, na shetani ashindwe. Unajua hakuna shetani mbaya kama shetani wa ukabila. Hakuna shetani kuliko shetani wa chuki. Na ukiona kiongozi yeyote anatuletea chuki na ukabila, huyo ni adui ya Wakenya wote. Kweli si kweli? Mimi sababu mimi sio mkabila.
Mimi nakaa kama William Ruto na Kithure Kindiki na huyu Aden Duale na huyu Meja Deko na hawa viongozi wengine wote akina Farah Maalim na Aden Keinan, tunaunganisha Wakenya wote tuishi kwa amani. Tuendelee tusiendelee? Na sababu mimi nimetembea Garissa, nimekuja pia niwachangie ile kidogo niko naye. Nitoe nisitoe? Nitoe nisitoe? Na kwa heshima yenyu